Tunaangazia kauli nzito iliyotolewa na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani na mgombea urais wa zamani Hillary Clinton, ambaye ameikosoa vikali serikali ya Marekani kwa kile alichokiita jaribio la kuficha ukweli kuhusu nyaraka zinazomhusu marehemu mfanyabiashara na mkosoaji wa mambo ya ngono Jeffrey Epstein. Akizungumza mjini Berlin wakati wa mkutano wa kimataifa wa World Forum, Hillary Clinton amesema kuwa serikali ya Trump inachelewesha makusudi utoaji wa baadhi ya nyaraka muhimu. Alisema wazi, toeni mafaili yote, wanachelewesha kwa makusudi. Kauli hiyo imeongeza joto katika mjadala mkubwa unaoendelea Marekani kuhusu uwazi wa serikali na haki kwa waathirika kwa makosa ya Epstein. Mapema mwezi huu, idara ya sheria ya Marekani DOJ ilitoa mamilioni ya kurasa za nyaraka zinazohusiana na uchunguzi dhidi ya Epstein. Hata hivyo, naibu mwanasheria mkuu alieleza kuwa takribani kurasa milioni 3 hazikuwekwa wazi kwa sababu zinajumuisha taarifa za kitabibu binafsi, zina maelezo ya kikatili ya unyanyasaji wa watoto au zinaweza kuathiri uchunguzi unaoendelea. Lakini wakosoaji akiwemo Hillary Clinton wanasema bado kuna pengo kubwa la uwazi. Katika mahojiano hayo, Clinton aliulizwa pia iwapo Prince Andrew, ambaye jina lake limewahi kutajwa kwenye nyaraka za Epstein, anapaswa kufika mbele ya kamati ya bunge la Marekani ili kuweza kutoa ushahidi. Clinton alijibu, kila mtu anayeombwa kutoa ushahidi anapaswa kufanya hivyo. Hata hivyo, kuonekana kwenye mafaili hakumaanishi moja kwa moja kuwa mtu amefanya kosa. Prince Andrew amewahi kukanusha tuhuma zote dhidi yake. Mnamo mwaka 2022 alifikia makubaliano ya nje ya mahakama na mlalamikaji wake mkuu bila kukiri hatia yoyote. Wakati huo huo, Hillary Clinton na mumewe, rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton, anatarajiwa kutoa ushahidi tarehe 27 mwezi huu wa pili, huku Hillary Clinton akitangulia siku moja kabla. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa rais wa zamani wa Marekani kutoa ushahidi mbele ya kamati la bunge tangu Gerald Ford kufanya hivyo mnamo mwaka 1983. Clinton amesema wanataka kikao hicho kiwe wazi kwa umma badala ya kufanyika kwa faragha. Hatuna cha kujificha, mwanga wa jua ndio dawa bora zaidi dhidi ya maumivu, alisema. Ikulu ya Marekani imejibu shutuma hizo kwa kusema kuwa serikali ya Trump imefanya zaidi kwa waathirika kuliko ilivyowahi kufanywa na chama cha Democratic. Katika taarifa hiyo, White House imesema wametoa maelfu ya kurasa za nyaraka, wameshirikiana na kamati ya bunge. Rais Trump pia ametajwa kwenye baadhi ya nyaraka hizo, lakini ameendelea kukanusha vikali kuhusika kwake katika makosa yoyote yanayohusiana na Epstein. Akizungumza ndani ya ndege ya Air Force One, Trump alisema, nimeondolewa hatiani, sikuwa na uhusiano wowote na Jeffrey Epstein. Idara ya sheria imewahi kusema madai dhidi ya Trump hayana ushahidi wa kuaminika. Jeffrey Epstein alifariki mnamo mwaka 2019 ndani ya gereza la New York akidaiwa kujiua wakati akisubiri kusikilizwa kwa kesi ya biashara ya ngono. Kifo chake kilizua maswali mengi duniani, huku wengi wakitaka ukweli kamili uweze kujulikana. Hillary Clinton amedai kuwa yeye na mumewe wanatumika kama kitu cha kuvutia macho ili kugeuza mjadala kutoka kwa Trump. Kwa upande mwingine, wa Republican wanasema wanachotaka ni uwajibikaji kwa kila mtu. Mjadala huu unaendelea kuzua mgawanyiko mkubwa nchini Marekani, hasa katika kipindi ambacho siasa za taifa hilo zinaendelea kuwa na mvutano mkali. Swali linabaki, je, mafaili yote yatawekwa wazi? Ukweli kamili kuhusu mtandao wa Epstein utajulikana? Na kwa habari moto za ndani na nje ya nchi, endelea kuwa nasi kupitia Koplo Media. Vilevile usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya kengele ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media,
tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.